Hali gani msikilizaji na mfuatiliaji wa Reality Mambo TV? Matumaini yangu ya kwamba nyote mko wazima wa afya katika muda huu wa mchana ambao nakuletea habari. Na hivyo tu ujue tunapatikana katika mashariki mwa DRC huko South Kivu. Yani nikimaanisha hapa Kivu ya Kusini ndiko ambapo makao yetu imepatikana katika kituo chetu cha habari Reality Mambo TV. Na hivyo tu ujue ya kwamba mnakaribishwa nyote katika muda huu wa mchana kwa kuletea habari inayojiri katika maeneo tofauti. Na hivyo tutakwenda kuzungumzia kama vile katika mtasari wake wa habari ya kwamba huko hali ya Goma wa vijana wanaendelea kushikwa na wahasi wa M23 katika nyumba zao. Na hivyo pia tutakwenda kugusia huko maeneo ya Kota Mabanga katika tarafa la Fizi ambako kumeshikwa Wanyarwanda wawili wakiwa katika gari. Na hivyo tutakwenda kuyaona mengi na kuyasikiliza. Huko Goma ambako kulitokea wahasi wa M23 mahali ambako wanamiliki kwa sasa maeneo ya Goma katika Kivu ya Kaskazini, waliamua ya kwamba wapate kuingilia katika nyumba nyingi huko maeneo ya Goma, kuwashika vijana katika nyumba zao na hivyo kuwashika wakienda katika askari wao huo wa kihasi wa M23. Na katika tetesi hizo kuna mwananchi ambaye amezungumzia na kuonya vikali sana hali hiyo ya kuwashika au wananchi au vijana katika nyumba zao. Basi na tumsikilize huyo hapa. Vrema vitu vinaniletea hasira sana mimi kabisa. Watu walisha jinyamazia, mulisha baua, mnaanza jinyamazia na wanajinyamazia hapo kimya na makrize zao, kisha mnaanza kuwafuata na manyumba hapo. Hapana, c'est trop. Ni kuingia tu kubarabara kabisa. Hii ni kuonea, watu kabisa hii. Kama ni kuua, hapa ndio vita ya mzuri inaanza sasa. Kwanza kutosha mtu munyumba mwake munyumba, kutosha mtu atoke munyumba. Bongo hii ndio bongo kabisa hii moya hii. Kuuana kabisa. Kama uko Mnyarwanda tutayuana. Kama ulitoka kama hii Kongo ni nchi ya ni Rwanda ama ni nini? Tutauana kabisa, tutauana tu, hakuna vitu vingine. Watu wa Goma mkue macho, muone mbali. Kuuana kama vita, tuanze vita ndio ianze. Juu hapa wanaanza kugusa na kumwili, kuanza kutosha watu na manyumba. Hapana, msituone mpaka kwa nivo. Hamuna haya kabisa, mtatuonea kwa nivo mpaka mkunivo gani? Mimi nakwambia pale njoo mwisho yao inakuja. Sasa kama nataka gusa kufasi kwa tuko na kala. Kama watu wanaanza gusa kufati bali fika mwingine nyumba ziko bie kadastre na kila mtu aliuzaka nyumba yake. Ile mwingine volokea ilipita kama ile mwingine. Volokea inapita mwingine kisha watu madosiezi na madokima zinapotea. Aloro ile njoo italeta tena vita nyingine ya mubaya tena sana na njoo mwisho yao. Hapa tuonekana kati uko familia pale sasa njoo utatosha mtu mnyumba yake yenyewe tushako pesa umwe muue. Hapata watu 10 au 15 kujua ile dossier. Njoo dunia mzima inaenda angalia sasa ile vita inaenda isha. Bache muzaba bumbafu. Bwana toka kule kwa Burundi kule kwa Burundi wanavifanyaka. Hapa ni kupigwa tu kabisa. Ndani hapo hamuna huruma hata moja. Donc mko na Goma tuko na badui tu. Ni badui, hakuna sana mtu ataangalia na maisha yako. Ukimwona unamaliza nako maliza ndio vile watu wataanza ishi tu. Duni antuka ni vitu ni kazarau kabisa ya nguvu sana. Kwanza kuzarau watu vraiment kama communauté internationale haiintervenir hivi vitu. Watu watauawa grave, kama ni kukufa watu watakufa tu. Mipanga yote zitatumika mabunduki sitaje, lakini mipanga utanitosha mnyumba wangu jua nini? Wewe huko Mkongomani kusudi unitosha mnyumba wangu. Vitu vinaleta mazarau. Vitu vinaleta miza, ile ni ndio miza ya mbaya vraiment, ndio vita inaisha. Hakuna kazi, fasa tu makazi washazi kamata, wanatia Banyarwanda kukazi. Kisha wiko na zumbwa sumbwa tu maparcelle. Parcelle walizikutana Mugoma. Goma ni Goma mpya leo. Goma iko Goma mpaka mademi 2000 kama nefsa kama 50 kombie kama makoma 60 kombie ma 50 kombie. Goma iliko kwa parcelle hapo ndio wanda leta mpango mpya Mugoma juu ya nini? Hapo ndio walikadastra Goma basi. Hapa tunatafuta fanya muzaa sasa,
pale njo muzanjo tutauana ila kuona yapie hautanitosha munyumba yangu hata unafanya ngapi. Ulijetelo madiba lakini utaniuia kumulango wangu nikufia munyumba yangu lakini hautanitosha hata. Bapande wasipopanda tutauana nabo tu. Pole sana kabisa kama hiyo mipango ya mpya na kweli, lakini wajitayarisha kuvita ingine yenye na kweli ya mpya kutosha watu manyumba. Mtu umekala miaka 10 au 10 miaka 15 mparsele yako maisha yako mparikisha Munyarwanda kutoshe mparsele hapa njo vite naanza sasa ya mzuri sana. Wajitayarishe mzuri kabisa kama ni mipanga au viko na masasi, lakini wajitayarishe kabisa. Hapana, hata njo kuonea watu vraiment. Unatosha mtu mnyumba yake jo muonyeshe madokima. Donc batu balona gouvernement hayo kadatsera kama nyumba. Hapo njo banakuwa zikadatsere. Njo banakuya hasa kufanya nini? Mbona habifanyie Rwanda? Wanda bichiza tu mkongo njo banda bifanyia. Hao ni wajinga sana kabisa. Hao ni watu wa kupigwa tu. Vita ianze, vita ya mipanga inaanza. Juzi ko imbwa. Hapa naweza sema watu wanatumikia kapa ya baimbwa hapa. Na mara moja uko maeneo ya Kotumabanga katika tarafa la Fizi ambako kuna gari ambayo inaitwa Fokafoka au Beiben ambayo ilikuwa inaenda ngambo za huko Misisi. Alafu walipofika maeneo ya Kotemabanga wakafika maeneo hapo katika kamba ya Wazalendo. Hapo ndiko ambapo kwa sababu walikuwa wanafanya wakishafika katika maeneo ya kamba wanakuwa wanafunika wale wahasi wawili au Wanyarwanda wawili ambao wanashakiwa na kushikwa huko, wanawafunika saki. Lakini wakati walipofika maeneo hapo wakafikiria katika mikono ya Wazalendo na wakawashakia, yani wakawashtukia na kufunua zile saki wakuja kuwaona. Na basi hivyo nisije nikawa mrefu, nitakuachia upate kusikiliza yale ambayo yapo yakizungumzwa kuwahusu wao. Grupe jambo. Hizo foto ambazo natuma pale ni Banyarwanda wenye banabaniwa hapa Kotemabanga saa hii asubuhi mawitere banabaniwa hapa. Huyu moya mwenye anavala nguo ya Barcelona balikuwa banamutia mugari, banabaniwa mugari hizo mafokafoka baibe. Balikuwa banamutia mugari, balikuwa nafaa wakifika ku bariere banamutia chini ya gari kisha wanamfunika na masakoshi. Sasa walifika mbariere ya Kotemabanga hapa Kotemabanga kwenyewe kwa Bambe. Pale wasodaba pale Mungu akawaongoza. Mkufika pale ule shoferi wa gari akaanza negosier komanda de poste wa pale ase amuache. Sasa alimuona mule akauliza nini mnafunika na masakoshi hapa kukuta ni mtu. Akaanza negosier komanda de poste wa pale. Komanda de poste akakuwa mzalendo kabisa, akakatala vyake vyote na akalerte kwa hierarchie yake mpaka bakabana ule hierarchie bakakuya ndio bakabana ule bwana. Ndiko arete hapa. Pardon, foto ikubana mzuri, shoferi ndio mwenye anapiga magoti hapa na wale bawili ndio amda fere wenyewe wanatoka. Daire na balikuwa banavala manguo yenyiko nashonewa na teni. Donc nguo inakatika kisha naela teni wanatia ndio kilaka ya nguo yenyewe balikuwa banavala hao wana. Inaonekana ni ba M23 wenye walikuwa napita mzingine njia za mazinga zingi. Sawa, asante sana. Nasema shukrani kwa kufika tamati ya kipindi chetu. Ulikuwa nasi mwanzo hadi mwisho, lakini ninakuomba upate kusambazia wengine ya kwamba upate habari zetu zote mapema kabisa, na kutokusahau kubonyeza alama ya kengele ili ya kwamba wako wanapata habari zetu wakiwa tu wenye kujiunga hapo ambapo wanaandika subscribe au sabone ikiwa wao angali wampya, na wanabonyeza tu alama ya kengele ili ya kwamba wako wanapata habari zetu. Tutakutana tena wakati mwingine ikiwa mapenzi ya Mungu. Ciao.